Amani alikuwa na kila kitu ambacho mwanamke angeweza kutamani: mume mwenye mapenzi ya kweli, nyumba nzuri ya kifahari, na kazi iliyokuwa inastawi kila siku. Kila asubuhi aliamka katika mikono ya upendo ya mume wake John, mwanaume mrefu, mwenye sura ya kuvutia ambaye alimpenda sana. Nyumba yao iliyoko kwenye mtaa wa kifahari huko Masaki, Dar es Salaam, ilikuwa kubwa, ya kisasa na iliyopambwa kwa ladha ya hali ya juu, nyumba ya ndoto kwa wengi. Amani alifanya kazi katika kampuni kubwa ya masoko, mshahara wake ukiweza kumwezesha kuishi maisha ya kifahari kabisa. Alivaa mavazi ya wabunifu maarufu, alitumia marashi ya bei ghali, na aliendesha gari jeusi aina ya SUV ambalo kila alipopita watu waligeuka kumtazama. Kwa wengi, Amani alikuwa mfano halisi wa mwanamke aliyefanikiwa. Lakini pamoja na utajiri wake, Amani hakuwahi kuwa mtu wa kiburi. Alibaki mnyenyekevu, mwenye moyo wa kusaidia, na kila mara alikuwa tayari kuwasaidia waliokuwa na mahitaji. Hilo lilimhusu pia rafiki yake wa utotoni, Lucy. Amani na Lucy walikuwa marafiki tangu wakiwa wasichana wadogo. Walikulia mtaa mmoja, walihudhuria shule moja ya msingi, na hata walikuwa na ndoto za utotoni za kufanikiwa pamoja. Lakini maisha yaliwachukua njia tofauti. Wakati Amani alipanda ngazi za mafanikio, Lucy alikuwa akihangaika maishani. Hakuwa na kazi ya kudumu na bado aliishi na mama yake mzee kwenye nyumba ya kupanga, yenye chumba kimoja na bovu kule Buguruni. Hakuwa amewahi kuolewa, na ingawa alidai kwamba hakuwa na haraka, ilikuwa wazi kuwa alitamani sana maisha ya amani. Amani, akiwa rafiki mwenye moyo wa kutoa, mara nyingi alimsaidia Lucy. Alimtumia pesa kila alipoweza, walitoka pamoja kula, na hata alimpatia nguo zake za zamani, nguo ambazo bado zilikuwa na hali nzuri sana lakini hazikumtosha tena. Kila mara Amani alipompa kitu, Lucy alitabasamu kwa nguvu na kusema asante, lakini moyoni, wivu uliwaka kama moto. Siku moja ya Jumamosi mchana, Amani alipokuwa anapanga nguo zake ndani ya chumba chake cha mavazi, alikuta rundo la magauni ya gharama kubwa ambayo hakuwa amevaa kwa muda. Mengine yalikuwa bado na lebo ya bei. Akitabasamu kwa upole, wazo likampitia kichwani, Lucy atayapenda haya. Amani alipanga nguo zile kwa umakini ndani ya begi kubwa, kisha jioni hiyo akaendesha gari hadi nyumbani kwa Lucy kule Buguruni. Lucy alipofungua mlango na kumwona Amani akiwa amebeba begi lile, alitabasamu na kusema kwa sauti ya upole, Amani, karibu. Nini kimekuletea leo? Amani alimkabidhi begi lile na kusema, nilikuwa nasafisha kabati langu na nikakutana na nguo hizi ambazo sizivai tena. Nimeona nikupe, naamini utazifurahia. Lucy alitazama ndani ya begi, tabasamu lake likabaki usoni, lakini ndani ya moyo wake kulijaa machungu. Amani alikuwa na kila kitu: mume tajiri, nyumba kubwa, kazi nzuri, na sasa bado anampatia msaada kama waombaomba. Lucy alicheka kwa kujilazimisha, wow, Amani, wewe hujawanisahau kabisa. Asante sana. Amani alitabasamu kwa upole. Natumaini zitakutosha. Kama hazikutoshi, unaweza kumpa mtu mwingine. Kauli hiyo ilimuuma Lucy kama kisu moyoni. Mtu mwingine? Hiyo maana yake nini? Kwamba Amani anamwona wa kawaida kiasi cha kumtupia makombo? Mara tu Amani alipoondoka, Lucy alikwenda kwa kasi chumbani kwa mama yake akiwa na hasira. Mama yake, Bi Bahati, alikuwa mwanamke mzee mwenye umri wa miaka 60 hivi, dhaifu kwa mwonekano, lakini aliogopewa na watu wa mtaa huo. Walimsema kwa siri kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya mambo ya kiroho, ya mazuri au mabaya. Lucy alirusha begi la nguo kitandani na kusema kwa hasira, Mama, angalia Amani alichoniletea. Mama Bahati alitazama begi hilo kwa uzembe na kuuliza, kuna shida gani sasa? Lucy alikaza ngumi, ameniwekea nguo zake za zamani kama mimi ni mtu wa mitaani. Kisa tu ana pesa, mume mzuri na nyumba kubwa, anadhani yuko juu kuliko mimi. Macho ya Mama Bahati yalibadilika, yakawa meusi na ya kutisha. Na ndiyo sasa unagundua hilo, mwanangu? Lucy alitafakari kwa muda kisha akasema kwa sauti ya chini, Mama, bado natamani kama John angenioa mimi. Nilimpenda muda mrefu kabla hajamchukua Amani.
lakini hakuwahi kunipa nafasi. Mama Bahati akatabasamu kwa ujanja. Mwanangu, kama unamtaka John, utampata. Lucy alishtuka. Unamaanisha nini mama? Mama Bahati akachukua begi la nguo kutoka kitandani, akaanza kupitisha vidole juu ya vitambaa, mdomo wake ukitamka maneno ya kichawi kwa sauti ya chini. Nguo hizi zina nguvu za amani ndani yake. Tutaangamiza maisha yake kupitia hizi. Lucy alimtazama mama yake kwa mshangao alipomwona akifungua sanduku la mbao lililokuwa limefungwa kwa kufuli. Ndani kulikuwa na chupa ya kimiminika cheusi, unga mwekundu na sindano ya zamani iliyotoboka kutu. Mama, unafanya nini? Aliongea kwa sauti ya kupaza lakini yenye hofu. Mama Bahati macho yake yalimetameta. Baada ya haya, Amani hataweza kuvumilika mbele ya watu. Marafiki zake watamkimbia. Atakuwa na harufu mbaya isiyovumilika. Na John atabaki peke yake. Hapo ndipo utaingia. Lucy akatabasamu polepole. Moyo wake ulibubujikwa na tamaa. Alikuwa amelilia hili kwa miaka mingi na sasa linaanza kutimia. Asubuhi iliyofuata Amani aliamka akihisi hali ya ajabu. Aliendelea na shughuli zake za kila siku kama kawaida, akaoga, akajipaka mafuta, akavaa mavazi ya kupendeza na akapulizia manukato yake anayoyapenda ya vanila. Lakini alipotoka tu chumbani, jambo la kushangaza lilitokea. John aliyekuwa jikoni akitengeneza kahawa, alitazama upande wake na mara moja akakunjamana usoni. Amani, hivi leo haukuoga? Amani alishtuka. Kwani unanisema? Nimeoga vizuri tu. John alirudi nyuma akifunika pua yake kwa mkono. Basi ni kwa nini unanuka hivi? Moyo wa Amani uliruka. Mimi sioni harufu yoyote. Alijiinua mkono na kujinusa, hakukuwa na kitu. Lakini alipomsogelea John, mume wake alikofia. Amani, tafadhali, John alisema kwa sauti ya kukerwa. Chochote hiki kilichoanza, tafadhali kitafute suluhisho. Alimwacha akiwa ameduaa na kutoka zake kwenda kazini. Amani alitikisa kichwa akijaribu kuondoa mawazo yale. Alijiandaa kwenda ofisini kama kawaida. Alivaa blauzi nyeupe maridadi na suruali za buluu iliyonyooka, viatu vya kisasa na nywele zake zilipangwa vizuri. Lakini alipoingia kwenye lifti ya jengo la ofisi, watu walijitenga kutoka kwake kimya kimya. Alianza kujiuliza. Wenzake wa karibu ambao kawaida walimsalimia kwa furaha, sasa walimpita kimya kimya. Linda, msimamizi wa mapokezi, alimpungia mkono bila kusema lolote na haraka akajifunika pua. Amani alihisi kitu sio cha kawaida. Alipofika ofisini kwake, alimkuta msaidizi wake, Mwajuma, akiwa ameketi, lakini macho yake yakaonyesha mshtuko alipomwona Amani akiingia. Asubuhi njema, madam, Mwajuma alisema kwa sauti iliyozimika. Amani alikaa chini na kumtazama. Mwajuma, kila kitu kiko sawa? Ndiyo kabisa, alijibu kwa haraka, lakini aliketi mbali kidogo kuliko kawaida. Ndipo Amani aligundua, si mtu mmoja, si wawili, kila mtu ananiogopa kama kitu kibaya. Alijaribu kupuuzia na kuendelea na kazi. Saa moja baadaye, alitoka ofisini kwenda kuchukua kahawa. Aliposogea kwenye kituo cha kahawa, alisikia minong'ono nyuma yake. Ni yeye huyo, jamani, harufu mbaya namna hii. Amani alishika kikombe, lakini watu wote waliokuwa karibu waliondoka haraka, wengine wakijifunika pua kwa mikono. Alirudi ofisini akiwa na huzuni kubwa. Mchana ulipowadia, aliamua kutoka kwenda dukani karibu kupata kitu cha kula. Lakini alipoingia tu kwenye duka kubwa la Mlimani City, macho ya watu yakamfuata. Mama mmoja kwenye sehemu ya matunda alijifunika pua kwa nguvu na kuondoka. Mwanaume kwenye rafu ya mikate alimtazama, akasonya, kisha akaacha toroli lake pale pale na kutoka. Hata mhudumu alipofika kulipia, alijitenga nyuma na kuchukua pesa yake kwa wasiwasi. Amani alikimbia hadi kwenye gari lake huku akihema. Alipojifikiria, hakuweza kunusa harufu yoyote. Lakini kwa wengine alionekana kama ana harufu mbaya ya takataka.
Aliporudi nyumbani, alikuta John akiwa sebuleni akiangalia TV. Alimtazama kwa mashaka na kusema, Amani. Amani alikata kauli, John, kila mtu ananitoroka. Ofisini, dukani, hata wewe. Kwa nini kila mtu anaona ninanuka na mimi sihisi chochote? John alitetemeka uso. Ni kweli Amani. Harufu hiyo ni mbaya sana. Sijui ni nini kimetokea lakini siwezi hata kukaa karibu yako. Amani alishikwa na mshangao na maumivu. Kabla hajazungumza tena, John alinyanyuka, akachukua funguo zake na kusema, nahitaji hewa kisha akatoka. Usiku huo, Amani aliingia bafuni akiwa na nia moja tu, kuondoa harufu hiyo ambayo kila mtu alikuwa akihisi isipokuwa yeye. Alijisugua mwili kwa nguvu na sabuni 3 tofauti. Alifua nywele zake mara kadhaa, akapiga mswaki hadi ufizi wake ukaanza kutoa damu. Alijifuta kwa limao na chumvi, akihangaika kwa matumaini kwamba harufu hiyo itatoweka. Bafu lilijaa harufu ya vanilla, citrus na lavender. Hakukuwa na uwezekano wa yeye kuwa bado ananuka. Alijifunga taulo mwilini na kutoka kwa matumaini makubwa. Lakini alipomwona John amelala kwenye kochi sebuleni badala ya kitandani chao cha ndoa, moyo wake ulivunjika kabisa. John hakuwa amewahi kulala sebuleni hata walipokuwa wakigombana. Asubuhi ilipofika, Amani aliamka akiwa na azma mpya. Alivaa nguo safi, alijipulizia marashi zaidi ya kawaida na alijisemea, leo mambo yatakuwa sawa. Lakini alipoingia ofisini, hali ilibaki ile ile. Watu walimkwepa. Msaidizi wake Mwajuma sasa alikuwa amevaa barakoa, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Bosi wake, Bwana Mhando, alimtaka ofisini. Alipoingia, alijaribu kuonyesha kujiamini, lakini Bwana Mhando alianza kwa kupiga paji la uso kwa huzuni. Amani alisema kwa sauti ya huruma, tumepokea malalamiko kadhaa kutoka kwa wafanyakazi kuhusu harufu mbaya sana inayotoka kwako. Hali hiyo inafanya mazingira ya kazi yawe magumu. Amani alihisi moyo wake ukivunjika. Lakini bosi, mimi sihisi harufu yoyote. Bwana Mhando alimtazama kwa macho ya huruma. Labda ni tatizo la kiafya. Tunashauri uchukue likizo kwa muda hadi utakapopata suluhisho. Unanisimamisha kazi? Amani aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Ni kwa muda tu, alisema, mpaka hali hii itakapopatiwa ufumbuzi. Amani alitoka ofisini hapo kwa miguu iliyolegea, machozi yakianza kujikusanya. Alipofika kwenye maegesho, aliketi ndani ya gari lake kwa muda mrefu akitetemeka. Kazi imeenda. Ndoa imeyumba. Na hajui kabisa kinachoendelea. Alipowasili nyumbani, alikuta John akiwa nje ya gari lake, lakini hakuwa peke yake. Lucy alikuwa naye. Walikuwa wanacheka. Lucy alimgusa John kwa upole mkononi na John hakumkwepa. Amani alishika usukani kwa nguvu hadi mikono yake ikawa mieupe. Alijua mambo hayawezi kuwa ya kawaida tena. Alipomwona Lucy akigeuka na kumtazama kwa mshangao, kisha kuanza kumjia kwa haraka akionyesha wasiwasi, Amani alishuka polepole, macho yake yakikodoa kwa maumivu na mshangao. Dada Amani, unaendeleaje? Lucy alimuuliza akijaribu kumgusa mkono, lakini mara akajivuta nyuma kwa hofu ya bandia. Amani alikunja uso. Mimi niko sawa, alijibu kwa sauti ya chini. Lucy alimwangalia kwa huruma ya bandia. John ameniambia kinachoendelea. Pole sana. Lakini dada, nadhani ni vyema ukaenda hospitali ukafanyiwa vipimo. Labda ni mzio au tatizo la ngozi. Amani alijaribu kupuuza, lakini machozi yalikuwa karibu kumtoka. Lucy alishika mikono yake kwa upole, nitakwenda na wewe. Hili sio jambo la kuchelewa. Amani alitikisa kichwa kwa kukubali. Sawa. Kesho yake, Amani aliketi kwenye chumba cha kungojea hospitalini, mikono yake ikiwa imekumbatia pochi yake kwa nguvu. Lucy alikuwa amekaa kando yake, akimshika mkono kwa upole. Itakuwa sawa, dada, alisema kwa sauti ya kupooza. Amani alijaribu kutabasamu, lakini moyoni alikuwa akipambana na hofu kubwa.
Baada ya muda, daktari mmoja wakati kwa umri aliingia, akiwa na macho yenye huruma. Alifungua faili lake na kusema, Amani, nimeelezwa kuwa umekuwa ukikumbwa na tatizo lisilo la kawaida. Watu wanasema unanuka lakini wewe mwenyewe huhisi chochote. Amani alitabasamu kwa aibu na kutikisa kichwa. Ni kweli, daktari. Sihisi kitu chochote. Daktari alimsogelea, akachukua vipimo mbalimbali, joto la mwili, mapigo ya moyo, maswali kuhusu mlo wake na historia ya afya. Kisha akachukua sampuli ya damu kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Lucy alimshika mkono Amani kwa nguvu na kumwangalia machoni. Unajitahidi sana, dada. Tutaelewa tatizo hili. Amani alihisi faraja kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Hakujua kuwa tabasamu la Lucy lililofuata lilikuwa la ushindi, si la huruma. Alikuwa akifurahia hatua zake za hila zikiwa zinaendelea kufaulu. Baada ya kutoka hospitalini, Lucy alibaki na Amani mchana mzima. Walizungumza, wakacheka kidogo, na Lucy akamhakikishia kwa maneno matamu kuwa watakabiliana na tatizo hilo pamoja. Hata ikitokea vipimo vinaonyesha kitu, tutashughulikia pamoja, alisema kwa msisitizo. Usiku huo, Amani akiwa kitandani alitazama dari kwa mawazo mengi. Simu yake haikuwa na ujumbe wowote kutoka kwa John. Lakini alipofungua WhatsApp, aliona ujumbe kutoka kwa Lucy. Natumaini unajisikia vizuri. Jipumzishe. Mimi niko hapa nawe daima. Akimalizia na emoji ya moyo. Amani alitabasamu kwa uchovu akajibu. Asante Lucy. Nakuthamini sana. Jibu la Lucy lilikuja haraka. Siku zote nitakuwa upande wako. Lakini kilichokuwa hakijui Amani ni kwamba upande huo ulikuwa upande wa uharibifu, si msaada. Asubuhi iliyofuata Amani alishtuka kuona upande wa kitanda cha John bado haujaguswa. Hakurudi nyumbani. Alihangaika kumtafuta kote, sebuleni, jikoni, chumba cha wageni, hakuwapo. Huku moyo ukimdunda alimpigia simu. Ilipigwa mara 2 kisha akapokea. Sijarudi nyumbani, John alisema kwa sauti baridi. Uko wapi? Amani aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Namelala hotelini, alijibu kwa haraka. Nahitaji muda wa kutafakari. Siwezi kuishi hivi tena. Siwezi kula karibu yako, siwezi hata kupumua vizuri. Mpenzi, nimekwenda hospitali jana. Lucy alinisindikiza. Tunasubiri majibu ya vipimo. Pengine watajua kinachosababisha yote haya, Amani alisema kwa haraka. John alikaa kimya kwa muda, kisha akasema, nitarudi baadaye kuchukua nguo zangu. Simu ikakatika. Amani alishikilia simu mkononi akitetemeka. Dunia yake ilikuwa inaporomoka. Aliketi kwenye kochi akitetemeka, akihisi hana msaada tena. Ghafla simu ikaita. Ni Lucy. Amani aliongea kwa upole, uko salama? Nimesikia John hakurudi jana usiku. Amani akabana mdomo asiangue kilio. Ndiyo. Ameamua kulala hotelini. Lucy alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akapumua kwa huzuni. Pole dada. Wanaume wengine wakikumbana na changamoto hukimbia badala ya kukaa kusaidia. Amani alipumua kwa nguvu. Lakini kama hatarudi tena. Usifikirie hivyo, Lucy alisema kwa sauti ya kutia moyo. Wewe ni mke wake. Nitakuja baadaye tukazungumze vizuri. Nitaleta chakula pia. Amani alikubali kwa kichwa. Sawa, karibu. Lucy akakata simu huku akitabasamu kinyemela. Kile alichokipanga kilikuwa kinaendelea vizuri na sasa ataingia kwa undani zaidi moyoni mwa Amani. Jioni hiyo Amani alikaa kwenye kochi akisubiri ujio wa Lucy. Alikuwa na majonzi, macho yakiwa mekundu kutokana na kulia. Alitazama simu kila baada ya dakika 2, akitamani angalau kupata ujumbe kutoka kwa John, lakini hapakuwa na kitu. Kengele ya mlango ililia. Alisimama haraka, akafuta machozi na kufungua mlango. Lucy alisimama hapo akiwa na begi la chakula mkononi na chupa ya juisi.
Alimkumbatia Amani kwa upole. Pole sana, dada yangu. Niko hapa kwa ajili yako. Lucy alimkalisha Amani kitandani na kumfungulia chakula. Harufu ya wali wa nazi na kuku wa kijani ilijaza chumba. Tumbo la Amani liligugumia kwa njaa. Hakujua ni lini mara ya mwisho alikula vizuri. Lucy alimpatia sahani, akasema kwa upole, kula kwanza halafu tutajadiliana. Amani alikula kidogo na kwa mara ya kwanza siku hiyo alihisi afueni. Lucy alikaa pembeni yake akimtazama, akigusa pindo la kanga yake polepole. Unajua, Lucy alianza kwa sauti ya taratibu, nimemfikiria sana Johnny. Amani alimtazama. Kivipi? Lucy alikuna kona ya mdomo wake. Si kwamba nataka kukuumiza, lakini huoni ni ajabu jinsi alivyokimbia haraka tu bila kupigania ndoa yenu? Amani alikosa cha kusema. Wanaume wa kweli hawakimbii matatizo, Lucy aliongeza. Wanakaa, wanasaidia kutatua, sio kukimbilia hoteli. Amani alimeza mate kwa shida. Maneno ya Lucy yalikuwa na maana. Alitaka kuamini Johnny alihitaji muda, lakini yeye hakufanya juhudi hata moja. Unadhani ana mtu mwingine? Amani aliuliza kwa sauti ya chini. Lucy alishusha pumzi kwa kina. Sitaki kusema vibaya, lakini mara nyingi mwanaume anapojitenga sana kuna jambo nyuma yake. Moyo wa Amani ulianza kuuma zaidi. Lucy alimgusa mkono. Lakini usijali. Bila kujali nini kitatokea, mimi niko hapa. Utakosa mtu wa kukushika mkono. Amani alimtazama Lucy kwa mchanganyiko wa shukrani na mashaka. Kichwa chake kilianza kujaa maswali, lakini pia alihisi faraja kwa kuwa na mtu anayeonekana kumjali. Kesho yake mchana, Amani alikuwa anakaa sebuleni alipomsikia Johnny akifungua mlango. Aliruka haraka, akadhani amebadili mawazo. Lakini alipoingia, sura yake ilikuwa ngumu, macho yamejaa uchovu. Nimekuja tu kuchukua nguo, Johnny alisema kwa sauti baridi. Johnny, tafadhali tusiongee tu. Amani alimsihi. Nilikwambia nahitaji muda, alijibu huku akipanda ngazi. Amani alimfuata hadi chumba cha kulala. Muda wa kufikiri kama bado unanitaka, alimuuliza kwa sauti iliyovunjika. Johnny hakujibu. Alifungua kabati na kuanza kuchukua mashati na suruali. Amani alisimama kimya, moyo wake ukidunda kwa kasi. Maneno ya Lucy yalianza kujirudia akilini mwake, wanaume wa kweli hawakimbii. Alipoondoka, Amani alibaki amesimama kama sanamu. Moyo wake ukiwa umevunjika vipande vipande. Lakini sasa alijua lazima achukue hatua. Alinyanyua simu na kumpigia mama yake. Ilipopokelewa, Amani alilia bila kudhibiti, mama, sijui nini kinaendelea, kila kitu kinavunjika. Mama yake alizungumza kwa sauti tulivu lakini yenye msisitizo, tulia mwanangu. Nakuja sasa hivi. Baada ya dakika kama 30, mama yake Amani aliwasili kwa teksi ndogo. Alishuka akiwa amevaa gauni rahisi la kitenge, uso wake ukiwa umebeba wasiwasi wa kina. Amani alipomwona alikimbia na kumkumbatia kwa nguvu. Mwanangu, niambie kila kitu, kuanzia mwanzo hadi mwisho, mama alisema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, alipomkalisha Amani sebuleni. Amani alimweleza kila kitu, kuanzia harufu ya ajabu ambayo watu walihisi lakini yeye haikuwa nayo, kuachwa na Johnny, matibabu hospitalini, na jinsi Lucy alivyosimama naye siku zote. Mama yake alimsikiliza kwa makini, kisha akamgeukia Amani kwa macho makali kidogo. Na huyo Lucy yuko wapi sasa? Ametoka muda mfupi tu baada ya kuja na chakula. Mama, amekuwa mtu wa pekee aliyenisaidia. Mama yake alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa upole lakini kwa msisitizo, mwanangu, huyo msichana si mtu wa kawaida. Kuna kitu ndani yake sijakitambua vizuri, lakini roho yangu hainipi amani. Kuwa makini naye. Amani alikunja uso, akishindwa kuamini. Lucy ambaye amekuwa naye wakati wote. Tutaanza kwa maombi, mama alisema. Hili jambo si la kawaida. Na si kila mtu anayekupa chakula ni wa msaada.
Wengine wanakupa sumu kwa upole. Amani alishtuka. Mama, unamaanisha Lucy eh? Sisemi moja kwa moja. Lakini mwanangu, dunia ina watu wengi na baadhi yao si waaminifu. Naamini kuna uchawi au hila imefanyika hapa. Na tutaiombea hadi iondoke. Walipanda juu kwenye chumba kidogo cha maombi, wakapiga magoti pamoja. Mama alianza kuomba kwa sauti ya mamlaka na bidii, akimshika Amani mkono. Kwa kila neno la maombi, Amani alihisi kama mzigo mkubwa unafunguka kutoka mabegani mwake. Alilia kwa uchungu, akimwambia Mungu yote. Walipomaliza, walishuka chini na kumpata Lucy hayupo tena. Alikuwa ameondoka kimya kimya, bila kusema kwaheri. Mama yake Amani alitazama mlango wa mbele kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya kutisha, yule binti anaficha jambo. Amani aliketi taratibu kwenye kochi. Maneno ya mama yake yaligonga akilini kama ngoma. Kwa mara ya kwanza alihisi Lucy si mwokozi, bali mzigo wa kisirisiri. Siku iliyofuata Lucy alirudi kwa mama yake akiwa mwenye hofu na wasiwasi. Alipofunga mlango kwa nguvu, aliweka mgongo wake juu yake na kuvuta pumzi nzito, macho yake yakiwa mekundu kwa hofu. Mama yake, ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbao kilichochakaa, alimtazama kwa macho makali. Kuna nini tena, Lucy? Lucy alijishika kichwa na kusema kwa sauti ya kutetemeka, Mama Amani alimuita mama yake jana. Yule mwanamke amenisoma. Aliniangalia moja kwa moja usoni na nikahisi kama anajua kila kitu. Mama yake alinyanyuka polepole. Alisema nini? Lucy alijificha uso kwa mikono. Hajasema wazi, lakini alisema anaenda kuomba. Na mama yake aliniangalia kama vile ananijua. Niliondoka kabla hawajaona mashaka zaidi. Mama yake alisukutua kwa sauti ya hasira. Nilikwambia uwe mtulivu. Sasa unaanza kuwafanya watilie shaka. Ukianza kuogopa, kila kitu kitaanguka. Lucy alitetemeka. Mama, Amani alinipigia simu baada ya kuondoka. Aliuliza mbona nimeondoka ghafla. Nilimwambia nilipokea simu ya dharura. Lakini mama yake yuko makini sana. Sijisikii salama. Mama yake alimgusa bega kwa nguvu. Sikiliza, usitetereke. Wanatakiwa waamini kuwa wewe ni msaada wake. Ukianza kukimbia, watajua ukweli. Tuelewane? Lucy alitikisa kichwa, lakini ndani yake moyo wake haukutulia. Kesho yake Amani alikuwa anajiandaa kutoka na mama yake kwenda kutafuta msaada wa kiroho zaidi. Walipokuwa wanakula kifungua kinywa, kengele ya mlango ililia. Alipofungua aliganda. Johnny alikuwa amesimama mlangoni, uso wake ukiwa na huzuni kubwa. Johnny, Amani alisema kwa mshangao. Naweza kuingia? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mama ya Amani alisimama nyuma ya binti yake, mikono yake ikiwa imekunjwa kifuani. Baada ya yote haya, sasa ndio unakuja? Johnny alishusha kichwa. Nina jambo la kusema. Tafadhali. Amani alimwangalia mama yake, kisha akasema, Mama, nitaongea naye. Mama yake alirudi ndani akitabasamu kwa upole wa tahadhari. Johnny alisogea na kuketi sebuleni, mikono yake ikitetemeka. Amani, alianza, nimekuwa nikifikiria sana. Najua nilikukosea kwa kuondoka. Lakini kuna jambo nataka nikueleze. Amani alikaa kimya, macho yake yakimtazama kwa makini. Baada ya kuondoka, Lucy alianza kunitembelea kila mara. Mwanzo alijifanya rafiki, lakini baadaye alianza kusema maneno mabaya kuhusu wewe. Alinifanya nihisi kuwa nilifanya uamuzi sahihi kukuacha. Amani alishusha pumzi ndefu. Kwa hiyo alikuwa anakupotosha? Johnny alitikisa kichwa. Siku moja aliniambia wazi kuwa hujafaa kuolewa, kuwa ndoa yenye furaha si kwa ajili yako. Ilikuwa ajabu sana. Kwa sekunde chache, vyote vilieleweka. Amani alikumbuka jinsi Lucy alivyojifanya msaidizi wa karibu. Alivyompeleka hospitali, alivyomshawishi akae nyumbani, na hata kumwambia kuwa huenda Johnny ana mtu mwingine.
Unadhani Lucy alihusika kwenye yote haya? Amani aliuliza kwa sauti ya kupoa. Johnny alimwangalia machoni. Ndiyo. Na nadhani hatukumjua kabisa. Baada ya mazungumzo hayo, Amani, mama yake, na Johnny waliamua kwenda moja kwa moja nyumbani kwa Lucy. Hawakutaka kusubiri tena. Walihitaji ukweli na walitaka kuusikia kutoka kwa vinywa vya waliowadhuru. Walipofika, waligonga mlango kwa nguvu. Lucy na mama yake walikuwa ndani, wakizungumza kwa sauti ya chini. Lucy alishtuka kusikia mlango ukigongwa mfululizo kwa nguvu. Alipofungua mlango, uso wake ulipoteza rangi. Amani, Johnny, mama yako pia? Aliuliza kwa mshangao na wasiwasi. Mama wa Amani alisimama mbele, uso wake ukiwa na ukakamavu. Tumechoka na mchezo wenu wa kishetani. Tuambie ukweli. Uliwafanya nini binti yangu? Mama wa Lucy alitokeza nyuma, macho yake yakisonga kutoka kwa Amani hadi kwa Johnny. Hamtujui. Mnaongea kama watoto, alisema kwa sauti ya dharau. Johnny alisogea mbele. Lucy, ulikuwa unajaribu kunichukua kutoka kwa mke wangu, sio? Ulikuwa ukijifanya rafiki yake huku ukimdhuru. Lucy alitetemeka, mikono yake ikitikisika. Sikudhamiria vibaya. Ache kudanganya. Amani alipaza sauti huku machozi yakimtoka. Ulinidanganya. Ulijifanya ndugu wakati unaniangamiza. Mama wa Lucy alimpiga binti yake kwa jicho kali. Hatuna haja ya kuwaambia chochote. Lakini mama wa Amani alisogea mbele, akisema kwa sauti ya amri, basi tusubiri. Tutakwenda kwa viongozi wa dini, polisi na kila mtu aliyeko tayari kutusaidia. Tutaeneza ukweli huu kila mahali. Maneno hayo yaliwavunja nguvu. Mama wa Lucy alionekana kushindwa kupumua kwa utulivu. Baada ya kimya kifupi, aligeuka na kuingia chumbani. Amani, Johnny na mama yake wakasubiri kwa pumzi nzito. Muda mfupi baadaye, mama wa Lucy alirudi na mfuko mdogo wa vitambaa uliofungwa kwa kamba ya rangi nyekundu. Alimkabidhi mama yake Amani na kusema kwa sauti ya chini, choma hiki na binti yako atakuwa huru. Amani alipokea mkono wa Johnny kwa nguvu. Bila kusema neno jingine, wote watatu waligeuka na kutoka nje ya nyumba hiyo ya giza na huzuni, wakifunga mlango kwa sura ya ushindi. Usiku huo, mama wa Amani alichoma kile kitambaa kwenye sehemu ya faragha, akisema maombi ya moto. Wote walikuwa wamekaa kimya huku wakitazama moto ukiteketeza kila sehemu ya uchawi huo. Asubuhi iliyofuata, Amani aliamka akiwa na hali mpya. Aliingia jikoni na kumkuta Johnny akiwa anapika kahawa. Alipoingia, Johnny alitabasamu. Hakuguna, hakucheka kwa dharau. Alimwangalia kama zamani. Amani alisimama kimya, macho yakimjaa machozi. Johnny alimvuta na kumkumbatia kwa nguvu. Umepona, Amani? Umepona? Alilia kwa sauti ndogo kifuani mwa mume wake. Alikuwa karibu kupoteza kila kitu, lakini kweli Mungu alikuwa amepigana vita vyake. Katika sehemu ya 10, maisha ya Lucy na mama yake yataanza kubadilika kwa mabaya, huku maisha ya Amani yakianza kupanda tena. Je, niendelee mara moja? Asante sana kwa kuendelea kufuatilia. Hii hapa sehemu ya 10 ya tafsiri ya hadithi hii. Wakati Amani na Johnny walikuwa wakianza kurudisha maisha yao kwa utulivu na matumaini mapya, upande wa pili hali ilikuwa tofauti kabisa. Lucy na mama yake walikuwa wamesalia nyumbani, wakijaribu kujifanya kama hakuna kilichotokea. Lakini dunia haikusubiri. Wiki iliyofuata, mwenye duka dogo ambalo Lucy alikuwa analisimamia alifika ghafla na kumjulisha kuwa duka hilo linauzwa kwa mtu mwingine. Hakuna nafasi tena kwako, alisema kwa sauti baridi. Mteja mwingine amelipa fedha nyingi. Nenda tafadhali. Lucy alishika kichwa kwa mshtuko. Lakini si nilikuwa nikilisimamia vizuri? Mmiliki alitikisa kichwa. Sasa tunahitaji mabadiliko. Pole sana. Na kama hiyo haitoshi, mama yake alianza kuugua ghafla.
Aliishiwa nguvu, alianza kupooza upande mmoja wa mwili. Walipojaribu kutafuta matibabu, hawakuwa na fedha. Hakukuwa na msaada. Hakukuwa na marafiki tena. Siku zilivyozidi kusonga, majirani walianza kuwaepuka. Hata wale waliokuwa wakiwapenda kusikiliza wakisuka maneno ya watu wengine, sasa waliwakwepa. Waliona harufu ya roho mbaya. Walisema kwa sauti za chini, hao ndio waliomfanyia Amani uchawi. Ndiyo maana sasa wanateseka. Ulimwengu huzunguka, binti. Lucy alikuwa akitembea mitaani akiwa amevaa nguo zilizochakaa, nywele zikiwa hazijachana. Hakuweza hata kuangalia watu machoni. Aibu, huzuni na majuto vilimvaa kama kivuli kisichoondoka. Wakati huo huo, maisha ya Amani yalikuwa yanang'aa kama jua la asubuhi. Alirudi kazini na ndani ya mwezi mmoja alipandishwa cheo. Alihamia nyumba kubwa zaidi na John, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, waliishi kwa amani. Siku moja jioni, Amani akiwa kwenye duka kubwa la Kariakoo, alisikia mtu akimuita kwa sauti ya kinyonge. Amani. Aligeuka. Alishtuka. Ilikuwa Lucy. Alikuwa amedhoofika, ngozi yake haikuwa na mng'ao, nywele zake zikiwa zimevurugika, macho yake yamejaa huzuni. Alikuwa na nguo zilizochakaa na sura ya mtu aliyepoteza kila kitu. Amani, tafadhali. Naomba tuzungumze, Lucy alisema kwa sauti dhaifu. Amani alichukua pumzi ndefu. Sema. Lucy alidondosha machozi. Samahani. Tafadhali nisamehe. Sikukusudia. Mama alinilazimisha. Lakini sasa nimepoteza kila kitu. Sina kazi, sina heshima, sina hata marafiki, tafadhali, tuwe marafiki tena. Amani alimtazama kimya kwa muda mrefu. Kisha akatabasamu kwa upole. Nimekusamehe, Lucy. Lucy alinyanyua kichwa kwa mshangao. Kweli? Ndiyo, Amani alijibu kwa utulivu. Lakini siwezi tena kuwa rafiki yako. Kuna vitu havirekebishiki. Nimesonga mbele na sitaki kurudi nyuma. Lucy alibubujikwa na machozi. Naelewa. Amani aligeuka na kutembea zake, moyo wake ukiwa huru. Alijua hatimaye ameshinda. Usiku huo, Amani alimuita mama yake na kumwambia kwa sauti ya maamuzi. Kuanzia leo, sitawahi tena kutoa nguo zangu zilizotumika kwa mtu yeyote bila kuomba na kuombea kwanza. Na nitakuwa nikisali kila siku. Mama yake alitabasamu kwa hekima. Ndivyo inavyotakiwa mwanangu. Hata ukitoa kwa wema, si kila mtu ana moyo wa kushukuru. Wengine wana roho ya wivu. Maombi ni kinga. Na hivyo Amani aliishi kwa furaha, akitoa msaada kwa hekima, si kiholela. Na kuhusu Lucy, aliendelea kuteseka, akiwa na majuto yasiyoisha, akiwa na moyo uliotobolewa na wivu alioujaza mwenyewe. Somo la hadithi hii. Ukarimu ni kitu kizuri, lakini si kila mtu anayepewa husaidia kurudisha. Baadhi ya marafiki wa karibu wanaweza kuwa maadui wa ndani. Wivu ni sumu ya moyo na unaweza kuvuruga maisha ya mtu ambaye hakukukosea chochote. Kila mara unapotoa zawadi, msaada au nguo, sali. Muombe Mungu alinde zawadi hiyo na ailinde kutoka kwa yule mwenye nia mbaya. Je, umewahi kusaidia mtu kisha akakugeuka? Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.